Bwana, mara baada ya mchezo wa Nsingizini Hotspurs na Simba Sports Club ambao Simba wamepata ushindi mzuri kwenye macho ya watu wengi, mabao 3-0, na kimatokeo ni mazuri, lakini kuna kauli ya mwalimu Dimitar Pantev mara baada ya mchezo. Mimi nataka tuitathmini hii kauli. Mwalimu amebainisha kwamba ushindi wa magoli 3-0 ni mzuri, ni kitu positive kiukweli, hasa kuupata ukiwa ugenini kwa mtu, lakini yeye anaamini kwamba ile ni performance ambayo wanatakiwa waiboreshe Simba kama wana malengo ya kufika mbali kwenye michuano ya kimataifa msimu huu, na anaamini kwa kiasi kikubwa sana kwamba kikubwa unachoweza kuchukua kwenye ule mchezo ni matokeo, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vinapaswa kuboreshwa in terms of performance. Sasa mimi nataka tuangalie kiufundi mwalimu Dimitar Pantev labda anaweza kawa amemaanisha nini kwa mtazamo wangu. Nafikiri kwanza, licha ya Simba kupata ushindi wa magoli 3-0, kitu cha kwanza kabisa, kirahisi sana Simba wangeweza kushinda hata magoli 5 kwenye ule mchezo. Honestly kabisa, yani kwa namna ambavyo Simba wameperform, kama wangecheza katika ubora ambao wanatakiwa kuucheza, au wangeweza kuucheza kulingana na sifa za wale wachezaji, wangeweza kuutilize attacking potential yao yote, kuanzia ufanisi wa viungo washambuliaji mpaka kwenye matumizi ya nafasi ama kwenye kutengenezewa nafasi kwa mshambuliaji. Kiukweli huenda Simba wangepata hata ushindi wa magoli 5, kwa sababu tunazungumzia Simba kupata ushindi wa goli 3, lakini viungo washambuliaji kina Maema, Mpanzu, Mutale hawakuwa na nafasi zozote ambazo walizitengeneza kwa mwalimu sana kipindi cha kwanza. So akaja kupata nafasi takriban 2, lakini zilikuwa ni crosses za Shomari Kapombe. Kwa hiyo kumbe, licha ya Simba kupata ushindi wa goli 3, viungo washambuliaji kwa kiasi kikubwa sana walioanza, ukiwatoa kina Kibu na Morris, wale walioanza hawakutilize kikamilifu uwezo wao kama viungo washambuliaji na kuweka mazingira mazuri kwa mshambuliaji kuweza kupata magoli ambayo labda yangeweza kutanua zaidi ule wigo. Yani bado kuna changamoto ya viungo washambuliaji wa Simba kuwalisha mipira ya kutosha washambuliaji, huduma ambayo Kinasoa, Mwalimu na Mkwala wanaipata kutoka kwa wale viungo washambuliaji mpaka sasa hivi imekuwa ni haba. Hilo la kwanza tuliweke pembeni. La pili, mwalimu anataka zaidi udhibiti wa mchezo kwa mtazamo wangu. Unajua hasa kwenye kipindi cha kwanza, kiukweli kabisa, ule mchezo baina ya Nsingizini na Simba kuna muda ulikuwa kama kikapu. Huku timu zinashambuliana kwa haraka, Simba walikuwa wanaacha space kwa kiasi kikubwa sana, Nsingizini walikuwa wanatiririka pembeni ya kiwanja kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mwalimu anataka udhibiti zaidi wa mchezo. Lakini cha tatu na cha mwisho, cha muhimu sana hichi, ufanyaji wa maamuzi sahihi katika nyakati sahihi. Kwa kiasi kikubwa sana kuna baadhi ya wachezaji kwenye ule mchezo dhidi ya Nsingizini, unaona kabisa decision making yao haikuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Mathalan mtu kama Mpanzu, kiukweli yani unamwangalia nini anachokifanya mara baada ya kuupokea mpira kwenye eneo lake, kuna muda ni kama linakuacha na maswali ili jambo, anajaribu kufanya nini? Je, hicho anachokifanya kilitakiwa kufanywa kwa wakati huo? Kuna muda naye unamwona Mutale, one touch too many, umegusa touch ya kwanza ya pili zishazidi, watu washafunga nafasi. Kwa hiyo unaona ni kama vile mwalimu pia anataka zaidi kutoka kwa wachezaji, yani kwamba ushindi wa goli 3 ukiuangalia kimakaratasi unaridhika kwa sababu 3-0 ugenini is okay, lakini je, wale wachezaji wamecheza kwa kukamua kila kilicho ndani ya uwezo wao kwenye kupata yale matokeo? Kiukweli kuna kazi kubwa ambayo inabidi wachezaji wajaribu kuifanya, na hii ndiyo mindset ambayo mwalimu mwenye malengo makubwa anapaswa kuwa nayo. Mwalimu mzuri ni yule ambaye haridhiki tu na matokeo. Kila mwalimu duniani anataka kushinda. Unaajiriwa kwenye klabu ili uweze kuchukua alama 3 kwenye mchezo wa mpira wa miguu, lakini alama 3 unazichukuaje? Hapo ndipo walimu wakubwa na walimu bora huwa wanajali zaidi. Sio kuchukua alama 3, lakini ni jinsi gani unazichukua alama 3. Hicho ndicho ambacho walimu wengi wakubwa na wenye malengo ya kufanya vizuri kwenye vilabu vyao huwa wanakizingatia zaidi, na ukijaribu kutizama ndiyo mindset ambayo Pantev anajaribu kuiwekeza kwenye kikosi.